Mwongozo wa kujifunza Biblia. Hii ikiwa ni robo ya 4 ya mwaka wa 2025. Tumekuwa tukijifunza masomo mazuri kutoka katika mafundisho ya imani kutoka kwa Yoshua. Juma hili tutaenda kuliangazia somo la 9. Somo linalosema warithi wa ahadi, wafungwa wa matumaini. Hii ni kwa ajili ya Novemba 22 hadi 28 ya mwaka wa 2025. Katika Sabato mchana, mwandishi anatuelekeza kusoma kwa ajili ya somo la juma hili Mwanzo sura ya 3 aya 17 hadi 24. Kumbukumbu la Torati sura ya 6 aya 3. Yoshua 13 aya 1 hadi ya 7. Waebrania 12 aya 28, Mambo ya Walawi 25 aya 1 hadi ya 5 na aya 8 hadi 13. Mwisho ni Ezekiel 37 aya 14 na aya 25. Fungu la kukariri linatoka kitabu cha Zekaria sura ya 9 aya 12. Neno la Mungu linasema, irudieni ngome enyi wafungwa wa tumaini. Hata hivi leo nasema ya kwamba nitakurudishia maradufu. Yoshua sura ya 13 hadi 21 ina orodha ndefu za alama za mipaka ya kijiografia zinazoonesha kinaganaga sehemu za ardhi ilivyotengwa kwa ajili ya makabila ya Israeli. Kwa ajili ya msomaji wa kisasa, orodha hii inaweza kuonekana kutokuwa muhimu, lakini msingi wake ni ufahamu wa kiteolojia wa nchi ya ahadi ambao ndiyo muhimu kwetu leo. Kupitia kwa orodha hizi thabiti, Mungu alitaka kuwafundisha Waisraeli kwamba ile nchi haikuwa ndoto. Walikuwa wameahidiwa kwa namna iliyokuwa dhahiri kabisa, tena inayopimika. Lakini iliwapasa kuifanya ile ahadi kuwa halisi kwa kuitendea yanayostahili. Yaani, ndiyo, Mungu alikuwa awape ile nchi kama urithi. Ilikuwa iwe zawadi iliyofanywa kama utimilifu wa kile alichowaahidi baba zao. Angalieni, nimewawekea nchi mbele yenu. Ingieni mkaimiliki nchi Bwana aliyowaapia baba zenu, Ibrahimu na Isaka na Yakobo, kwamba atawapa na uzao wao baada yao. Kumbukumbu la Torati sura ya 1 aya 8. Lakini ndiyo, wao pia walikuwa na nafasi ya kufanya. Juma hili tutaangalia baadhi ya dhana za kiteolojia zinazohusiana na nchi ya ahadi na maana zake za kiroho kwa ajili ya wale wanaodai ahadi zote zinazopatikana katika Yesu. Soma somo la juma hili ukijiandaa kwa Sabato ya Novemba 29. Siku ya Jumapili, Novemba 23, tutajifunza mada isemayo Edeni na Kanaani. Jumanne, Novemba 24, tutajifunza mada isemayo nchi kama zawadi. Jumanne, Novemba 25, tutajifunza mada isemayo changamoto ya ile nchi. Jumatano, Novemba 26, mada itasema Jubilii. Alhamisi, ambayo ni Novemba 27, mada itasema nchi yarejeshwa. Na Ijumaa, Novemba 28, jifunze zaidi. Kumbuka hili ni somo la 9 lisemalo warithi wa ahadi, wafungwa wa matumaini. Na kwa nukta hiyo ndio tunakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya mada hii nzuri siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu nasi sasa na hata milele. Amina.